Waambie kwamba nyinyi wazazi wa kiwango hiki, jukumu lenu ni hili. What are the limits? What are the boundaries? What are the expectations? Kwamba mtoto huyu umempeleka skulini, ameelekezwa kuosha mikono. Wewe mzazi, lako la kwanza, mwanangu, pole kwa kazi, pole kwa shughuli, karibu nyumbani. Umeshindaje? Mwalimu amesemaje? Mwalimu ameonyesha nini? Mwalimu ameelekeza vipi? Mtoto huyu apate fursa ya kukudhihirishia kwamba ana umilisi wa hiki alichoelekezwa na mwalimu kukifanya. Naam, huyo ni mchawi wetu ambaye ameroga kweli. Haya, mstaifu. Naomba uongee ukiwa mstaifu, siongee kama mstaifu. Matumizi ya kama. Ni kweli napenda. Mimi kama mzazi, mimi kama rais, mimi kama mwanasiasa, mimi kama kiongozi. Mimi ni mstaifu na ningependa kuungana. Unakuwa kifano. Kifano. Badala ya kuwa mwenyewe. Tuambie. Kwa hivyo mzazi, unaona pengine tunampatia majukumu mengi. Yupo ambaye anasema, hawa jamaa wanaongea nini kwenye redio? Mimi nitafute chakula, niende kazini, sina off, sijui nini na nini, kuna tax. Ana off na ana on. Ningependa mambo mengi. Unaona ni kama chupa ya mzazi imejaa. Sasa utamuongezea upande gani? Ningependa kwamba nidahue alichosema mchawi wetu wa lugha. Kutokana na kwa mara ya kwanza mchawi akiwa ni mwalimu amekiri kwamba kweli walimu wana matatizo makubwa sana. Sasa kwa mara ya kwanza walimu. Kwa hivyo kwa sababu walimu huwa hawajishtaki, serikali ni walimu. Wajua, ndio napenda jinsi alivyo enda kwa serikali pia. Ameenda hasa kushtaki serikali kwamba sababu ya kuweka mitaala katika vyuo vya walimu kwamba vinawafunza tu kijumla. Mitaala haibainisha, haina ubainifu mkubwa sana. Kuna baadhi ya vyuo vimesasisha na kusasaisha hasa ufundishaji. Ni kweli, lakini alichokuwa kizungumzia ni mtaala wa kitambo. Wajua hawa ambao wanatekeleza mtaala huu ni walimu ambao wamepitia 844 na ambao wamepitia, kwa mfano tunazungumzia kuhusu msingi. Walimu wote wa msingi walipitia kiwango ambacho kinaitwa P1. Na P1 alivyokuwa kizungumzia kwamba walimu wale walikuwa wanaundwa kwamba wawe wanaweza kufunza masomo yote. Walikuwa na mtazamo mmoja tu kabisa kwamba wanaweza masomo yote. Na unajua hakuna mtu P1. Na unajua hakuna mwalimu yeyote ambaye kama ile spana jina lipo ashaku msima tu. Spana malaya. Ni moja lakini inafunga kila kitu kabisa. Kwa hivyo si kosi kwenye koti langu. Unayo. Mwalimu ni kweli kwamba mwalimu hawezi akafunza masomo yote. Na pale ndipata hasa hawa wanaofanya utafiti wanamkosoa yule mwanafunzi kwamba hawezi akawa na umilisi wa kusoma hata ya kujumuisha hesabu rahisi kabisa. Kwa sababu amefunzwa na yule ambaye si mtaalamu wa hisabati. Si mtaalamu wa hisabati. Akamfunza. Kwa hivyo wajua tueleze bayana kwamba ikiwa chombo kinaenda mrama, basi tunayemlaumu ni nahodha. Naam kabisa. Ikiwa nchi inatapatapa nchi, analaumiwa ni rais. Na ikiwa timu inashindwa mara kwa mara katika michuano, basi ni kocha ndiye tunamlaumu. Kwenye kocha. Na hata mara nyingine huwa anachichwa kazi. Kwa hivyo mwalimu kwa kweli mtaala ule haukumpendelea sana mwalimu. Maana anamfunza kujua kila kitu. Na mtuje kwa mzazi ambaye umezungumzia. Mzazi, bila shaka mzazi, Waingereza wanasema kwamba charity begins at home. Na kwa hivyo huyu mzazi lazima ajue kwamba ana majukumu, licha kwamba amelipa karo, bado mtoto ana jukumu la kumlea mtoto na kumfunza na kuweka mazingira bora, mazingira faafu, yani mazingira elekezi kwa huyu mtoto kwamba aweze akajifunza. Maana ni kutokana na kusikiliza. Wajua kuna study 4 za kila lugha. Kuna kusikiliza, kuna kuongea, kuna kuandika na kuna kusoma. Kwa hivyo study hizo lazima ziende jinsi ambavyo nimetaja. Kwanza unasikiliza, alafu pili unaongea,
kisha baadaye unasoma alafu unaandika. Na kwa hivyo kusikiliza ni hatua ya kwanza sana kwa mtoto. Kwa hivyo ikiwa mwalimu, kwa mfano, umepata kusikiliza kwamba wengine wana matamshi mabovu, alafu unasikiliza kwamba mtu aliye karibu naye anasema kwamba ndiye mwalimu wake wa kwanza alimfunza hivyo. Kwa hivyo mwalimu bado anatajwa hapa hivi kwamba ana matamshi, kwa hivyo amemridhisha yule mtoto matamshi mabaya. Kwa hivyo mwalimu, mzazi ni mwalimu wa kwanza kabisa, mwalimu wa kwanza kabisa pale nyumbani. Kwa hivyo lazima yule mwalimu wa kwanza amwelekezi yule mwanafunzi pasavyo kwa matamshi, kwa kuandika vizuri na mengine ambayo yanafungamana na mambo hayo ya kumwelimisha huyu mwanafunzi ili aweze kuwa bora. Na ndiyo mchango wangu. Ndugu Victor, naomba dakika moja. Sijui kama kwenye meza yako dakika moja. Unajua ni kipindi, ni sehemu ya mashairi. Sijui kama unaweza kuizungumza wakati wa mashairi. Alafu pia ningependa kumpata mzee wa kofia. Atuletee kofia yake. Haya, dakika hiyo. Asante. Unajua ndugu Victor, mada haya ya mzazi ni mada mazito, ni mada muhimu. Angalia the so called the core competencies, umilisi wa kimsingi. Hawezi kujengeka shuleni. Hebu tuangalie kitu kama communication and collaboration. Mawasiliano. Lazima mzazi nyumbani ana jukumu. Uwazaji wa kina na utatuzi wa mambo. Critical thinking and problem solving. Wazazi lazima waelekezwe. Ndio kwa sababu siku hizi unapata mzazi anaogopa kumwacha mtoto nyumbani. Hata mtoto ni wa grade ya 9, lakini mzazi ana wasiwasi wa kumwacha kwa sababu hajampa msingi wa kwamba nikikuacha hapa ninakuamini. Ukihisi njaa fanya hivi. Ukihisi joto fanya hivi. Ukitoka kwenda kucheza na wenzako fanya hivi. Kila kitu mtoto amegeuka kwamba ni mfungwa, lakini yuko kwao nyumbani. Anataka kuelekezwa kama roboti. Kwa hivyo ni mada ambayo inastahili kuchukuliwa kwa uzito. Na ndugu Victor, chini ya kiti chako ninaomba utazungumza na wenzako kwenye meza kama panaweza kupatikana dakika 5. Sasa ikiwa wizara haipati muda, basi na kuomba wewe upate muda uokoe Kenya. Tufanye namna hii.